Mwongozo wa kujifunza Biblia Juni 24, siku ya Jumatano. Mfuate mwana kondoo. Je, umepata kuulizwa kile unachokitarajia zaidi katika milele inayokuja? Mtoto anaweza kusema kumpakia chui, kuteleza kwenye shingo ya twiga au kupaa kwenda kwenye sayari mbalimbali. Kama ungemuuliza kijana wa umri wa kupevuka, anaweza kusema kutokabwa na jukumu la kufanya kazi zaidi za nyumbani au kuitalii mbingu nikiwa na marafiki zangu bila kuumizwa. Na ikiwa ungewauliza kundi la watu wazima, wanaweza kusema kuwa mahali ambapo hapatakuwa na maumivu tena, wala kuteseka, wala kifo, au kuunganishwa tena na wapendwa wetu. Majibu haya yote ni mazuri na ya kweli, na yapo mengi sana ya kutarajia kuona kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Milele huwa inawaka moto ndani ya mioyo yetu, na kwa namna iliyo halisi tunajua kwamba lazima kuna kitu zaidi maishani kuliko wakati huu wa sasa. Ni baraka gani zingine tunazoweza kuzitarajia ziwepo katika milele? Soma Isaya 25:8, Ufunuo 7:17 na Ufunuo 21:4. Kwa kweli baraka kubwa kuliko zote ya mbinguni hatimaye itakuwa kumwona Yesu na kumshukuru kiuhalisia, nafsi kwa nafsi, kwa kile ambacho ametufanyia kwenye dunia hii iliyoanguka dhambini. Tutataka kutoa kwa wingi zaidi sifa zetu na ibada kwake yeye, kwa kutuokoa na mauti ya milele, kwa kuteseka kwake binafsi msalabani. Astahili mwana kondoo aliyechinjwa hupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ufunuo 5:12. Yohana Mbatizaji alimtambulisha Yesu kama mwana kondoo wa Mungu. Yohana 1:36. Wawili kati ya wanafunzi wawili wa Yohana alisikia kauli hii na kumfuata Yesu. Yohana 1:37 na Ufunuo 14:4 inatuambia kuwa inatupasa tufanye vivyo hivyo. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Ufunuo 14:4. Hata hivyo, ikiwa tunataka tumfuate yeye hadi mbinguni, sharti tumfuate yeye kwanza hapa duniani. Yesu mwana-kondoo ndiye pia mchungaji wetu, akiongoza njia zetu kwa namna asivyoweza kufanya mwingine yeyote. Hili linatuthibitishia zaidi tunapopambana tukipitia kwenye nyakati zetu ngumu tunazojikuta, lakini Yesu kamwe hajakoma kutuongoza hata mbinguni. Ufunuo sura ile ya 7:17 inasema, kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji. Kama watu wake, kondoo wake, tutamfuata Bwana Yesu mbinguni milele, tukitaka kuwa katika uwepo wake. Sifa moja inayowabainisha watu wa Mungu ni kwamba jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Ufunuo Yohana sura 22:4, yaani daima tutakuwa tukimfikiria yeye. Sikiliza wimbo wa Kiadventista, Follow the Lamb, yaani mfuate mwana kondoo. Kisha yatumia maneno ya wimbo yawe sala yako binafsi leo. Hii ni Jumatano, Juni 24, tukiangazia mada isemayo mfuate mwana kondoo. Na huu ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.